Baada ya kiharusi, kudhibiti katika choo inaweza kuwa ngumu sana kwa baadhi ya watu. Uhamisho ni sawa na uhamisho mwingine wowote, lakini katikati tunapaswa kudhibiti mavazi. Leo, Bill atatuonyesha jinsi tunavyoweza, jinsi anavyodhibiti, na tutafanya majaribio ya kavu ya hilo. Sawa, kwa hivyo kwanza kabisa tunaingia na tutafunga breki za kiti cha magurudumu. Tutatoa sahani za miguu na kuziondoa njiani. Kwa hivyo tunamsaidia Bill kuinuka kutoka kwenye kiti. Hiyo ni sawa Bill, kama unaweza kufikia reli nyingine. Umeweka usawa wako? Uko sawa? Katika kiuno. Ndiyo. Na Bill anapozunguka, tunaweza kumsaidia na suruali yake. Na kama unaweza kuzunguka kabisa, nitakusaidia kukaa chini kwenye choo. Sawa. Sawa. Kwa hivyo, mara tu Bill akiwa kwenye choo, na kisha anaweza kutumia choo, na kisha tunaweza kufanya kinyume, kusimama, kumsaidia na suruali yake na kumrudisha kwenye kiti cha magurudumu. Wakati mtu hawezi kutembea hadi kwenye choo au kuhamia kwenye choo, tunaweza kutumia hiki, kiti cha kuoga cha magurudumu. Mara tu mtu akiwa ameketi kwenye kiti cha kuoga cha magurudumu, unaweza kumsukuma kurudi juu ya choo ili aweze kutumia choo, na kisha unaweza kumtoa nje ya bafuni wakati huo huo. Aina hii ya kiti cha kuoga cha magurudumu inaweza kutumika ama kwenye choo au kutumika kama kifaa cha kuoga pia.